Jeshi la Marekani limeendelea na mashambulizi dhidi ya Iran likilenga maeneo ya kaskazini mwa nchi hiyo pamoja na maeneo yaliyo karibu na mji mkuu wa Tehran kwa mara ya kwanza tangu kuanza kwa awamu hii ya mapigano. Kamandi kuu ya jeshi la Marekani CENTCOM imesema mapema Alhamisi kuwa ilifanya mashambulizi dhidi ya vituo vya kijeshi na miundombinu mbalimbali kwa lengo la kudhoofisha uwezo wa Iran kutishia usalama wa usafiri wa baharini katika mlango bahari wa Hormuz. Pia ilidai kuzima uwezo wa meli moja ya mafuta iliyokuwa ikielekea nchini Iran. Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa, watu wasiopungua 35 wamefariki dunia huku zaidi ya watu 300 wakijeruhiwa tangu mashambulizi yaanze wiki iliyopita. Marekani imesema operesheni hizo ni jibu la Iran kushambulia meli 3 za biashara katika mlango wa bahari wa Hormuz. Kwa upande wake, jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC limedai kushambulia vituo vya kijeshi vya Marekani vilivyopo katika baadhi ya nchi za Ghuba, maeneo yaliyolengwa na Marekani. CENTCOM imesema mashambulizi yake yalilenga vituo vya uongozi wa kijeshi, mifumo ya ulinzi wa anga, makombora na ndege zisizo na rubani pamoja na vituo vya ufuatiliaji wa pwani. Mashambulizi mengine yaliyofanyika Jumatano usiku yalilenga maeneo ya ulinzi wa pwani na makombora katika kisiwa cha Great Tanbu kilicho karibu na mlango bahari wa Hormuz. Vyombo vya habari vya Iran viliripoti pia mashambulizi katika Bandar Abbas, kisiwa cha Qashim, Sirte, Chabahar, Konarak, Raski, Kondab, Koramabad na Semnan. Hospitali moja mjini Havas ililazimika kuhamisha wagonjwa 211 baada ya kuripotiwa kuathiriwa na mashambulizi hayo. Jeshi la Iran lilisema lilitungua ndege isiyo na rubani aina ya MQ-9 katika eneo la Andimeshki. Aidha, CENTCOM ilitangaza kuwa imeendelea kutekeleza vizuizi vya baharini dhidi ya Irani kwa kuishambulia meli ya mafuta iliyokuwa ikielekea kisiwa cha Kagi kwa kutumia makombora. Jeshi la Iran limejibu kufuatia mashambulizi hayo. Jeshi la Iran lilisema limefanya mashambulizi ya kulipiza kisasi dhidi ya vituo vya kijeshi vya Marekani nchini Kuwait pamoja na Bahrain. Kuwait, Iran ilidai kushambulia mifumo ya rada na matangi ya mafuta ya jeshi la Marekani katika kambi ya Al-Sarin. Pia ilisema ilishambulia kituo cha rada, mawasiliano ya kijeshi ya Marekani pamoja na magari ya mafuta katika kambi Al-Islak nchini Jordan. Nchini Bahrain, Iran ilisema ndege zake zisizo na rubani zililenga rada na mifumo ya Patriot katika kambi ya Sheikh Issa. Na huko nchini Jordan pia, serikali ya Jordan ilitangaza kuzuia makombora 8 yaliyokuwa yakitokea nchini Iran. Iraq, mamlaka za Iraq zilisema ndege 5 zisizo na rubani zilishambulia mji wa Erbil, ambapo 2 zilianguka karibu na kambi ya Marekani na nyingine ilidunguliwa karibu na ubalozi mdogo wa Marekani. Irani haijatangaza kuhusika na mashambulizi hayo. Spika wa bunge la Irani na mmoja wa viongozi wa mazungumzo, Mohamed Gharibafu, alisema Irani iko tayari kwa mapambano makubwa zaidi ikiwa Marekani haitaheshimu masharti ya makubaliano ya muda, akieleza kwa nchi hiyo inapigana vita vinavyohusu uhai wake. Kwa upande wake, IRGC ilitishia kusimamisha usafiri wa mafuta na gesi kutoka Mashariki ya Kati kufuatia Marekani kurejesha vizuizi vya baharini dhidi ya Iran. Rais wa Marekani Donald Trump alisema Iran inaonyesha nia ya kufikia makubaliano ya amani, lakini hakutoa maelezo zaidi kuhusu mazungumzo hayo. Trump alishukuru Iran baada ya kuachiliwa huru kwa raia wa Marekani Dana Karani aliyekuwa amezuiliwa nchini humo tangu mwaka 2024. Makamu wa rais wa Marekani JD Vance alisema anaunga mkono operesheni za kijeshi dhidi ya Iran, lakini akisisitiza kuwa makubaliano ya kisiasa yanahitajika ili kumaliza mzozo huo huko Mashariki ya Kati.